آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza ni shukuru Sheikh wa mkoa Sheikh Kabeke kwa ziara hii, tunaweza tukaibatiza tukaita ziara ya mpito, kwa kuwa asli ya safari yetu ni kwenda kushiriki na sisi kwa niaba ya Waislamu katika mazishi ya aliyekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Joseph Magufuli, lakini akafanya utaratibu nifanye ziara, na mimi sikuona kigegezi kwamba kwa nini nisikubali kufanya ziara ndogo hapa, huko ikawa na tunasubiri usafiri siku ya pili yake au jioni yake. Kwa hiyo niwashukuru vile vile viongozi wote wa baraza, kila mmoja kwa ngazi yake, na taasisi mbalimbali ambazo zimehudhuria zilizoalikwa, pamoja na Waislamu wote kwa ujumla, kwa takrima kubwa hii ya kuona tusali pamoja ya dhuhuri hapa, kisha niweze kushuhudia baadhi ya mambo na mipango iliyopangwa, kisha tuombeane dua, na insha Allah taala naahidi, kwa sababu nina utaratibu wa kutaka kufanya ziara mikoa mingine kama vile Simiyu, Mara, Nyanga, lakini kituo changu kikubwa ilikuwa ni Mwanza. Kote siwezi kwenda, sharti nifike Mwanza. Kwa hiyo ziara nayo itabahatika Mwanza kipindi hicho. Takbir! Tutafanya ziara insha Allah taala kuangalia masuala ya Uislamu kwa ujumla. Lakini la pili, nimefurahishwa na mpango. Hili ndio kitu kikubwa. Nimefurahishwa na mpango. Mpango ambao nimeelezwa hapa ni mpango mkubwa sana, na ni mpango mzuri sana. Mpango wa ukusanyaji wa zaka, mpango wa ukusanyaji wa sadaka, mpango wa ukusanyaji wa tabarruati mbalimbali. Huu ni mpango muhimu sana katika Uislamu. Labda viongozi pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali na Waislamu wote tuliohudhuria, kuna kitu inatakiwa lazima tukielewe vizuri. Uislamu una nguzo zake tano. Nguzo ya kwanza ndio ile inayokufanya wewe kuwa Muislamu. Nguzo yake ya kwanza ndio ile inayokufanya wewe kuwa Muislamu. Kisha kuna nguzo nyingine 4. Lakini nguvu ya Uislamu iko katika nguzo ya 3. Nguzo ya kwanza ni zile shahada 2. Nguzo ya pili ni kudumu kusali. Nguzo ya 3 ni kutoa zaka. Hapa kwa kutoa zaka, Uislamu ulitazama masala ya uchumi, kwamba hauwezi Uislamu ukaenda bila ya uchumi. Lakini nguzo hii ndio iliyopata bahati mbaya ikasahauliwa sana, kama alivyosikia Sheikh mkuu akisema hapa, nguzo iliyosahauliwa. Nguzo kweli imesahauliwa sana. Leo Muislamu hana fikra ya kwamba zaka ni moja ya sehemu yake ya Uislamu wake. Waislamu wengi hawaoni hivyo. Muislamu anaona kisha swali akaikimbilia ile nguzo ya 4 ya kufunga mwezi wa Ramadhani, akaweza kutafuta pesa hivyo kile zake hija, fanya sunna zake nyingine, Jumatatu afunga, Alhamisi ayyamul bid, kadhalika anafanya Uislamu sana. Lakini ukija kumwangalia hapa kwenye nguzo hii ya 3 ambayo imechukua nafasi ya 3, nafasi ya kwanza ni ile iliyokutia wewe katika Uislamu. Hilo jambo kubwa na kukutoa katika ukafiri ukaingia katika Uislamu. Afu nafasi ya pili ni kutekeleza nguzo ambayo ndio inakusanya nguzo zote 5. Nguzo ambayo inakuwa mazoezi ya kumjua Mungu na kuwa karibu na Mungu na kumhudhurisha Mwenyezi Mungu katika moyo wako na viungo vyako, ili asikutoke Mwenyezi Mungu, huwezi kupata isipokuwa katika swala. Kwa sababu hana Muislamu mahali ambapo anaweza akazungona na Mungu, akanongona na Mungu isipokuwa katika swala. Lakini nafasi ya 3 ni nafasi gani? Nafasi ya zaka, uchumi wa Uislamu.
uchumi wa Uislamu. Neno zaka ni pana sana, tutakuja siku nyingine insha Allah taala kupata nafasi huko mbele kuja kuifasiri zaka vizuri, na ni kwa nini mimi nasema uchumi. Lakini uchumi wa Uislamu unatokana na neno zaka, na zaka ni kitu kikubwa. Na nyadhi zangu huko nyuma, na hasa Dar es Salaam nimezungumza sana, nikawapelekea ishara tu, kuonyesha ishara jamani, umuhimu wa zaka. Mungu kile alipokuwa tuamrisha kuswali, kilichofuata ni zaka. Wa aqimus sala wa atu zaka. Kama tasemu hiyo tu, wa aqimus sala wa atu zaka. Ni pale pale ilipokuwa watu wanaamrishwa kuswali, na al-iqama hapa maana yake ni al-mudawama, hudumu. Unaweza ukafasiri pia dumuni kuswali, kwa sababu kuswali lazima kwa Muislamu, lakini wewe unadumu, dumuni kuswali. Kisha kusema wa atu zaka, na toeni zaka. Fanyeni uchumi, weni na fikra za kubuni kuhusu uchumi wa Uislamu. Manake mtaji wa Uislamu ni Muislamu, mtaji wa ule Uislamu wenyewe mtaji wake ni yule Muislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akapelekea hapa watu waanzishi masuala ya uchumi, waangalie masuala ya zaka. Na zaka ina mambo mengi sana, inakuondoshia watu tabu, maskini na mfukara wenye dhiki na tabu wanaangaliwa katika mfuko huo wa zaka ambao ni uchumi katika Uislamu. Lakini wanaangaliwa watu wenye kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupigania jihad, watu wenye kupigania Uislamu. Kwa sasa hivi hatuna jihadi ya upanga kwa upanga, tuna jihadi kubwa, kuna jihadi ya nafsi, kuna jihadi kubwa ya maendeleo. Lakini kuna watu walioharibikiwa, watu wanyonge. Lakini kuna swala nyingine kubwa sana, watu wenye madeni. Na watu wenye madeni al-gharimun, ile aya kusema inama sadaqatu lilfuqara'i wal masakin, mbele kusema wal gharimin, na watu wenye madeni. Yani mtu na madeni yamekuwa makubwa sana, hawezi kuyalipa. Uislamu unamtazama mtu yule, unampamua juu ya shida ile aliyokuwa nayo. Lakini kuna watu wasafiri wameharibikiwa, na hizi sehemu ndogo tulizozitaja katika kufasiri neno moja moja katika haya. Kuna wasafiri wameharibikiwa, na Uislamu unawatazama watu kama wale. Lakini kuna watu wameingia katika Uislamu juzi na jana, au wengine wali Waislamu tangu zamani, lakini nyoyo zao zinalegalega katika kudhibiti zaidi katika Uislamu. Watakiwa wazoeshwe kwamba Uislamu ni dini ya ukarimu. Lakini na wale wenye kukusanya, Uislamu angalia ulivyoangalia, na wenye kukusanya hakuna sharti kwamba huyu anayekusanya asipewe zaka kwa sababu tajiri. Akatae mwenyewe tu, lakini ameingizwa ndani ya fungu la zaka kuonesha umuhimu wa mtu katika kufanya kazi. Hatakiwa alipo kiasi gani, na mtu kumondosha tamaa katika jambo alilopewa, katika wajibu aliopewa. Sasa Uislamu unahitaji madarisi, tuwe na shule. Uislamu unahitaji tuwe na hospitali kwa sasa. Uislamu unahitaji tuwe na majumba ya kuweza kuzalisha kwa ajili ya kuendeleza uchumi katika Uislamu. Uislamu tuna jukumu kubwa sana tuliosahau, al-arami, wanawake wajane. Tumewasia tu mitaani, mshauri wanakwenda kuingia katika mambo mabaya kwa sababu Uislamu haukuwatazama. Na hayo yote hayawezekani ila kwa uchumi. Lakini kuna adhafa, kuna watu wanyonge, wanahitaji uchumi. Kuna watoto wana akili, wanasoma mashuleni lakini wanashindwa kulipa fees. Wazee wao hawana nguvu na wao wenyewe hawajiwezi. Uislamu unataka watazame watu kama wale. Uislamu lazima watazame watu kama wale. Watazamwe, wasaidiwe, waendelee, waje wawe ni viongozi katika Uislamu. Tuwasomeshe watoto elimu ya dini ili waijue dini yao, wamjue Mungu, wamjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajue sheria ya Uislamu inasemaje, kiasi cha kwamba wanaweza wakauhami Uislamu kwa sababu wanaujua, wausoma. Lakini vile vile na elimu ya secular, elimu ya mazingira inamfanya mtu awe waziri, inamfanya mtu awe mwalimu,
inamfanya mtu awe daktari, inamfanya mtu awe engineer, inamfanya mtu awe mjenzi, inamfanya mtu elimu hiyo. Sisi pia ni ya kwetu, tunahitaji hiyo. Sio kwamba ni ya watu fulani mpaka imekaa katika akili za watu kwamba elimu hii ya mazingira hii inaona kama sio yetu, tujitiatia. Ni yetu. Sallu ala nabi. Elimu yetu kwa sisi tunafasiri vipi Qur'ani basi kama itakuwa hivi. Ndipo tujue Qur'ani basi. Tumesoma kidogo mno. Qur'ani imetueleza kila kitu, mambo yote ya sayansi yapo ndani ya Qur'ani. Mambo ya biology yapo ndani ya Qur'ani. Mambo ya anga, elimu za anga. Qur'ani imezungumza mambo ya astronomy. Qur'ani imezungumza. Hata mtu wa kwanza kugundua uwezekano wa mwanadamu kulitumia anga kwa usafiri, Muislamu. Fanya research. Imekuja aya hizi mara mbili katika Qur'an. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Huyu shekhe akaona ngoja sasa niache fitri, niache nahwu, niache tauhidi, niache niingie katika research. Mungu hawezi kuwa anatueleza hapa kwa maana tumjue kwamba Mungu yupo peke yake. Lazima kuna maana ya ziada. Akafanya research ya kina, akagundua kwamba pia kuna uwezekano wa hili anga kulitumia sasa. Kwa sababu tunatumia nchi kavu, tunatumia na majini kwa kutengeneza majahazi. Sasa tunaweza kutumia anga pia tukarahisisha. Afanye research, akafanya nini mpaka iko siku tutakuja kuzungumza vizuri, leo usiingie sana huko. Tunataka kufahamisha jinsi ambavyo Qur'ani imekusanya. Katika mambo ya geography, wal ardha ba'da dhalika dahaha. Yesu anasema inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar, mpaka mwisho wa aya. Zote ni ishara ya ilmu ya jiografia. Al-jiografia nini? Tunasoma sisi al-jiografia ilmu maarifati al-ardh wa ma 'ala al-ardh. Ni ilmu ya kujua kilicho juu ya ardhi na ni kujua ardhi na vilivyo juu yake.